Hello, karibu tena katika chaneli yetu hii ambapo tunaendelea kujiandaa na mwaka 2026 kimkakati. Na yako mambo mengi ambayo tumekwisha kuyatazama, ambapo leo hii tena tutaendelea kusonga mbele na mimi mkufunzi wako Japhet Katana nitakuwa nikikushirikisha leo mambo matano ambayo ukiyafanya yatakufanya kuongeza kipato chako mwaka 2026. Kumbuka, kama kuna kitu ambacho unaweza ukafanya kikakuongezea kipato chako, yani kitu ambacho huwa ninaweza nikakushauri, kama kuna jambo ambalo unaweza ukawa nalo, basi ni kuwa na vyanzo vingi vya kipato, multiple streams of income. Ukiwa na vyanzo vingi vya mapato au ukiwa na vyanzo vingi vya kukuletea kipato, huwa ni uthabiti, unakuwa imara. Kumbuka, meza yenye mguu mmoja huwa ikianguka ni rahisi kuanguka, haina stability. Lakini meza yenye miguu minne, hata ukiipiga teke haianguki mara moja, inajiburuza kusogea. Sasa hiyo ni na miguu minne, ukiongeza ikawa na miguu sita, inaendelea kuwa imara. Ukiendelea kuimarisha miguu mingi, ina maana unaifanya hiyo meza hata isitikisike. Kwa kumbe, utakapoongeza vyanzo vya kipato, utaendelea kuwa imara kuanzia mwaka 2026. Amua kwa dhati mwaka 2026 kuongeza vyanzo vingine vya kipato, na viko vyanzo vingi. Kumbuka, hata bahari na maji mengi unayoyaona haichagui, yani ni mkusanyiko wa mito mingi inayoleta maji yake yanakuja pamoja. Kwa bahari ni kama kipato chako, lakini mito ndio vyanzo vya kuijaza ile bahari. Kwa kumbuka, utakapokuwa unataka kuongeza kipato chako, kichwani mwako uwe na fikra kama bahari, kuwa unahitaji kuwa kama bahari ambapo maji ya mito mingi inapaswa kuendelea kuijaza na kukujaza na kukujaza. Kwa hivyo vyanzo vya kipato 2026, ukifanya haya mambo matano nitakayokuwa nikikwambia hapa, haya mambo matano yatakusaidia kukufanya kuongeza vyanzo vya kipato, lakini zaidi sana yatakufanya kuongeza kipato chako hapo 2026. Na ninatamani utakaposikiliza uchukue hatua, usiishie kusikiliza ukaishia tu ukaburudika ukasikiliza alafu ukaacha. Pana, ninakufundisha haya ili uchukue hatua, ukayatendee kazi na utaona matokeo yake. Na kabla sijaendelea, kwa sababu unaendelea kunitazama mpaka sasa, unaweza ukasubscribe ujumbe huu ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi ambao watakuwa na mabadiliko chanya 2026. Sasa nianze jambo la kwanza ambalo ukilifanya litakusaidia kuongeza kipato chako mwaka 2026, ni kuongeza thamani yako. Ongeza thamani yako kwenye kazi yako au kwenye biashara yako. Ongeza thamani. Kama unafanya biashara, angalia namna bidhaa zako unazoziuza zitakuwa na ubora kiasi gani, lakini utaongeza unasema creativity, buni, ongeza kitu, lugha zako unazoongea na wateja wako, namna unafanyia packaging, namna unafanyia delivery, namna unavyozungumza nao, namna unazofanya. Ongeza thamani. Wewe ukiwa kazini, utendaji wa kazi, muda unaotumia kuifanya hiyo kazi, yani hakikisha unaongeza thamani, watu waone thamani ndani yako. Ukifanya hivyo, basi kipato chako kitaongezeka. Ndio maana kuna maeneo ukienda, mfano ukataka chakula, utauziwa kwa bei kubwa, kwa sababu kinatengenezwa haraka, fast food. Watu wanatengeneza haraka, unapata huduma haraka, unaokoa muda wako, na chochote kinachookoa muda kinalipwa zaidi. Yani ndio maana ukisafiri kwa basi ni bei rahisi kuliko ukisafiri kwa ndege. Kwa sababu gani? Ukitumia usafiri wa anga na ndege unaokoa muda zaidi kuliko ukitumia usafiri wa basi. Kwa hivyo unapookoa muda zaidi, basi unafanya kulipwa zaidi. Kuhakikisha unatengeneza thamani ambayo inakusaidia kuokoa muda, na unapofanya hivyo, basi itazidi kukupa nafasi ya kwenda viwango vya juu zaidi. Jifunze ujuzi mpya, ongeza teknolojia mpya kwenye hiyo biashara yako. Angalia, jifunze, tafuta wafanyakazi bora, weka namna nzuri ya kufanya, basi itakufanya uongeze kipato chako 2026. Unapoongeza kipato, walipe vizuri pia waliowaajiri.
wajisikie vizuri, kwa sababu huko tunasema una grow vertical and grow horizontally. Unakuwa ukipanda juu, lakini vile vile unakuwa ukitawanyika kwa uralo, ili hata wale wanaokusaidia kazi zako nao wenyewe wakue kwenda hatua zingine. Ni furaha sana kuona watu unaofanya nao kazi nao wanakuwa, lakini biashara zako nazo zinakuwa, na thamani ikipanda basi huwa kipato nacho kinaongezeka. Kwa ongeza thamani ili uweze kupanda kiwango chako cha kipato mwaka 2026. Jambo la pili, panua vyanzo vya mapato. Panua vyanzo vya mapato, ongeza vyanzo vya mapato katika mwaka 2026. Usitegemee chanzo kimoja cha mapato, ni hatari. Kama ni biashara inafanya vizuri hapa Dar es Salaam, ongeza, fungua matawi, isiwe moja tu ikaishia kuwa hiyo. Ongeza, angalia na fursa zingine, ongeza vyanzo vya mapato, usiishie kuwa na chanzo kimoja. Ongeza, wewe unafanya kazi, jifunze kuwekeza. Unafanya kazi zako pia unapata faida ile itumie kuwekeza, itumie kufanya mambo mengine bora zaidi ya kukuongezea vipato. Wewe upo kazini, tengeneza side hustle. Angalia namna ambayo utaendelea pia kujiboresha kwa namna hiyo. Weka biashara ndogo ndogo wewe uliye kazini, angalia namna utaleta solution pia katika maeneo ya majumbani kwako au katika mtaa wako. Angalia au eneo fulani nyingine, anzisha kitu kingine ambacho nacho kinakuletea kipato. Na hapo pia unaweza ukaongeza ujuzi ambao unaripika. Kuna ujuzi mwingi ambao watu wanakulipa, wako tayari kukulipa kwa ajili ya ujuzi huo. Basi pia jifunze, tafuta short course, fanya, jifunze, soma, ongeza kitu ambacho ujuzi unaweza ukakuletea kipato. Tafuta ujuzi wa namna hiyo, basi watu watakuwa wako tayari kukulipa, na 2026 kipato chako kitaongezeka. Na ukiongeza kipato chako, ujue wazi ya kwamba unaendelea kuwa thabiti na unaendelea kuwa imara. Angalia kila fursa ambazo zinakuzunguka, ambazo unaweza zitumie kuongeza kipato chako. Angalia, itakusaidia. Usipopanua au usipoongeza vyanzo vya kipato chako, unaiweka kesho yako au unaweka kipato chako hicho ulichonacho hatarini. Ongeza vyanzo vya kipato, jifunze, wekeza kwenye hisa, wekeza kwenye hati fungani, wekeza. Hayo yote yatakusaidia kukufanya kuwa bora. Jifunze, lakini jambo moja, usiende kuwekeza fedha mahali ambapo huna elimu napo. Tafuta elimu ya kuwekeza, tafuta. Kuna watu wanaitwa certified financial educator, wako hao, watafute, wasikilize, waulize maswali, watakushauri na utashauriana nao. Si jambo baya au si aibu kutokujua jambo, ila ni aibu kutokujua na kuendelea kunyamaza kimya. Usipojua jambo na ukauliza, ukafundishwa, utakuwa mjinga wa siku moja, lakini utapata kuwa mwelevu wa kuendelea, kuliko usipojua na ukaendelea kunyamaza, ina maana utaendelea kuwa mjinga daima. Kwa hiyo jiboreshe kwa kutafuta maarifa. Lakini jambo la tatu ambalo litakusaidia kuongeza kipato chako mwaka 2026 ni kusimamia fedha zako kwa hekima. Simamia fedha zako kwa hekima. Hekima ni matokeo ya maarifa. Kwa utakapokuwa na maarifa ya usimamizi wa fedha, angalia usimamizi wa miradi yako, angalia usimamizi wa fedha yako unayoipata kwenye ajira yako, angalia namna ambavyo utakaa unakuitumia, utapanga bajeti, utaweka akiba, utakuwa na mfuko wa dharura, utaishi kwa namna ambayo utakuwa bora zaidi, kwa sababu tayari umekuwa na hekima juu ya matumizi na uwekaji wako wa fedha zako unazozipata. Kumbuka, usipokuwa na ujuzi wa kuitengenezea fedha yako mazingira mazuri ya kuitumia, basi utajikuta matumizi yako siku zote yanazidi kipato. Ni kawaida hiyo, fedha au matumizi huwa yanazidi fedha unayo. Hata ukiongezewa mshahara au ukapata faida double, utajikuta matumizi yamekuja mengine ambayo hata yakuepo, yamefika pale, ile fedha ili imeisha. Kwa hakikisha una balance, matumizi yako yanakuwa chini ya kipato chako ili uweze kuendelea kwenda mbele. Kwa tatizo sio kuwa na kipato kidogo. Tatizo pia ni matumizi yasiyo na
nidhamu. Usipokuwa na nidhamu, usipoweza kujizuia kufanya mambo ambayo kuna jambo ambalo unapopanga bajeti yako itabidi uangalie kuna vitu vya msingi, mahitaji ya msingi, kuna mahitaji ya ambayo ni ya muhimu lakini sio msingi, lakini kuna starehe. Kuangalia hivi vyote unapopanga bajeti yako, vyote uviweke katika utaratibu mzuri ili usiingie katika matumizi ambayo yatazidi kipato. Lakini namba 4 ambayo itakusaidia, hii itakusaidia pia kuongeza kipato chako 2026, basi jenga mahusiano yenye manufaa. Hakikisha unajenga mahusiano yenye manufaa. Fedha zipo kwa watu, fedha hupita mikononi mwa watu. Kwa kama utakuwa umejenga mahusiano na watu, basi utakuwa umejenga mifumo ya kuweza kuipata fedha. Watu jiunge na watu wanaokuwa, jiunge na watu wanaofanya biashara, jiunge na watu wenye maarifa. Hao wote ni watu ambao fedha inapita kwenye mikono yao, lakini utapata namna ya kuweza kuwafikia watu wengine. Na epuka watu wanaokatisha tamaa. Waepuke, jenga mahusiano na watu chanya. Mazungumzo yasiyo na mwelekeo, jiepushe nayo. Hayo yote hayawezi kukusaidia. Na hii ni kanuni, mahusiano sahihi huongeza fursa. Mahusiano sahihi huongeza fursa. Na tunaposema fursa, basi au bahati huwa ni fursa ambayo ni nafasi, huwa inakutana na maandalizi. Kwa kama utajiandaa, utakutana na hiyo fursa, utajikuta unapanda. Watu wanasema una bahati, kumbe unajua kujiandaa mapema, unaziona fursa kabla hazijatokea, alafu unajiandaa na zile fursa, mwisho wa siku unazifikia. Kwa jenga mahusiano mazuri. Wataalamu wanasema your network is your net worth. Kwa your network is your net worth. Kwa kama utajenga uhusiano mzuri na watu, basi ni utajiri wako. Jambo la 5 na la mwisho ambalo litakusaidia kuongeza kipato 2026, basi weka msingi mzuri wa kiroho. Weka msingi mzuri wa kiroho na maombi vile vile. Tafuta uongozi wa Mungu. Kuna watu ambao walilala wakapata mawazo, wakapata ideas, wakapata watu wa kwenda kuwaendea. Walisikia sauti, kamuone mtu fulani, walikuta, wakaenda kuwaona, wakafanya hayo mambo waliopewa mawazo, wakajikuta yamebadili maisha yao jumla. Kwa kama utaboresha mwaka 2026 namna yako ya kiroho, namna yako ya maisha yako ya rohoni, utajikuta unazidi kwenda mbali katika kupata kipato chako. Neno la Mungu linatuambia baraka ya Bwana utajirisha, na huwa haina huzuni, haichanganyi huzuni pamoja nayo. Kwa kumbe ukiongeza namna yako ya kiroho, Mungu akakuongoza, Mungu ukawa na uongozi wa Mungu, basi unaipata baraka ya Bwana. Hiyo baraka ya Bwana ndio inayotajirisha, na unajikuta unakuwa na uwezo wa kuongezeka, uwezo wa kufanya mambo makubwa, kwa sababu baraka, nguvu ya kuweza kuongezeka, ni nguvu ambayo iko nyuma ya mtu inamfanya kuongezeka, na laana ni nguvu inakuwa nyuma ya mtu inamfanya asinyai, kila anachokifanya kinasinyaa. Lakini baraka ni nguvu ambayo inamsukuma mtu kwenda kutanuka na kufanya mambo makubwa kuzidi, kila analogusa linafanikiwa, anazidi kutanuka na kufanya mambo makubwa. Ukishakuwa na vizuri kiroho, basi fedha vile vile inapata mwelekeo mzuri. Utajitenga na mambo mabaya, matumizi mabaya, utajitenga na hila, utaepushwa na mambo ya watu wabaya waliokuwa wakitaka kukudhuru. Lakini kwa sababu kwa vizuri kiroho, basi hata kipato chako kikiongezeka, utalindwa, utaepushwa na magonjwa, utaepushwa na ajali, utaepushwa na mambo mabaya ambayo yangeweza kuichukua fedha yako, utaepushwa na wezi na uharibifu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia wazi, Bwana asipolinda mji, wanaolinda wanakesha bure. Bwana asipoijenga nyumba, wanaojenga wanafanya kazi bure. Kwa utakapokuwa unajiandaa kwa namna hiyo, itakusaidia. Ndugu yangu, 2026 haitakuwa ukategemea muujiza pekee ili kuongeza kipato chako, kwa sababu muujiza ni jambo tu linatokea bila utaratibu, lakini kukua ni mchakato. Lazima ujiwekee utaratibu mzuri wa kukua. Weka nidhamu, ongeza maarifa, kuwa na maamuzi chanya. Anza na hizo hatua ndogo ndogo ambazo unapaswa kuziendea, na kila siku utakapokuwa unaanza kuzifanya, ukianzia leo hii, basi kwa hekima na haya yote 5 niliyokuambia, utajikuta unakwenda
mbele zaidi na zaidi katika mwaka 2026. Basi katika ujumbe huu ninakushukuru kwa kama umenifuatilia mpaka hapa. Unaweza ukalike, ukacomment, lakini unaweza ukacomment nitachukua hatua 2026. Utakuwa umefanya jambo kubwa sana katika ujumbe wetu huu ambao tumezungumza nao. Subscribe tena ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, mtandao uweze kusukuma ujumbe huu uwafikie watu wengi zaidi, na utakuwa umefanya jambo jema sana kuelekea mwaka 2026. Basi nikutakie kila laheri na Mungu akujalie kipato chako kikakue na ukaongezeke sana kwa maarifa haya ambayo umeyasikia katika channel yetu hii. Ninakutakia kila laheri. Bye bye, ninakuaga kutoka hapa studio yetu. Mimi ni ndugu yako Japhet Katana. Bye bye. Thank you.